Bwana we, msikilizaji karibu sana katika muendelezo wa simulizi yetu ya Inspector Konya. Jana tulikuwa mpaka katika sehemu ya 7. Na hatimaye tayari rasmi tuko katika sehemu ya 8 kufahamu nini kitajiri, na ni kama vile ambavyo tulikuwa tunatabiri kwamba mbona kama huyu Mr. X ametudanganya wenzake, aonekane huyu Sam Dafur namna gani, lakini kweli tumeona kwamba yupo, na mpaka tunafika sehemu ya mwisho ilikuwa ni wakati ambapo Sam Dafur sasa alikuwa anataka kununua jina la kundi lingine ambalo linakwenda kwa jina la Double One. Vipi, anataka kwa ajili ya nini kundi hilo? Lakini vipi kuhusu Inspector Konya? Ameshapata dalili za hatari mapema sana ambazo zimemuonyesha kama kuna kitu kiko sawa hivi. Lakini Fani pia tulimuona akimpigia simu mtoto mzuri, ni kama Messi anataka afanye jambo, lakini tumeona pia mtoto mzuri ametekwa kule ambako yuko anasoma. Kwa nini? Na akina nani? Kwa sababu zipi? Karibu sana msikilizaji, hapa ni Simulizi Zetu Media. Hakikisha umesubscribe channel yetu ili kuwa mwanafamilia wetu, lakini karibu kwenye group letu pale WhatsApp. Tuma ujumbe kwenye namba yetu ya simu ya 0757567253 ili uweke katika group letu, lakini pia nakukaribisha katika mitandao yetu yote ya kijamii. Jina ni Simulizi Zetu Media. Nyuma ya mic jina langu naitwa Tutu. Msikilizaji, kumbuka andiko hili basi limeandikwa naye Xavier Luoga, mwenye napenda kufahamika kwa jina la Mkandarasi. Karibu sana katika sehemu ya 8. Sasa tunaanza kwa kulifahamu hili kundi ambalo linaitwa Double One. Hili ni kundi maarufu kabisa kuwahi kutokea Afrika Mashariki na Afrika nzima kwa ujumla. Ni kundi ambalo liko najihusisha na masuala haramu ya kuuza madawa ya kulevya, ambayo pia ni kinyume na serikali nyingi za Kiafrika. Mabwana wawili ambao wanajitambulisha kama Double One wanaanguka sahihi ndani ya hema la mkutano wa Sam Dafur, ambaye kwa sasa amekana kabisa kutumia jina la Mr. X. Mmoja wa watu wale wawili alianza kuanguka sahihi bila taa kupitia maelezo ya mkataba ambao Sam alikuwa ameandaa. Wa pili naye alifungua peni yake na kuweka sahihi ya makubaliano kwa ajili ya kuteka watu, ambapo wataambiwa tu popote pale ambapo wanatakiwa kufanya basi atafanya, na atawashikilia huko wakipokea maagizo kutoka kwa Sam Dafur. Maelezo haya yote yalikuwa ni kwa njia ya mdomo tu, na sio kwamba kilikuwa kimeandikwa kwenye ule mkataba. Hapana, ilikuwa ni katika mdomo. Basi walipomaliza kuanguka sahihi, waliagana na kutakiana biashara njema, na wale wawili walichukua njia kuelekea makwao. Huko nyuma walikuwa wakichukua nakala ya mkataba mmoja kama kumbukumbu kwao, na mwingine walikuwa wamemwachia Sam Dafur. Afrika ina watu wapumbavu sana. Yaani wanadanganyika kwa lugha kabisa. Yaani wanapenda maneno tu, sio kusoma. Yaani hawa kuisha habari yao. Aliongea akiwa mbele ya kijana wake Marco Polo, na mkononi alitikisa ule mkataba ambao wale wawili walikuwa wameanguka sahihi. Ni wazi kabisa kwamba hawakusoma hata mkataba ulikuwa unataka nini. Sasa kama nilivyokuambia, umecheza mchezo hatari sana, na kila muda unakuwa shujaa mchezo ambao unatengeneza mwenyewe. Sikuwa na hakika kama wale watu ambao wamevalia nadhifu vile watakuwa pumbavu vile kichwani. Unajua ukicheza na akili za mtu unatakiwa kumtawala, iwe kiakili, kimwili, na vipi lakini kuhusu vinywaji? Niliweka vile kama ambavyo niliambia mwanzo. Vipi? Kwani umetumia? Kuna aina wa upuuzi ambao nilikuwa nataka kuchonganisha hapa. Watachaji kunywa wote wawili wameramba, yani wameramba mpaka kisosi. Watakufa mapema sana. Kwa sababu hii sumu ya safari hii ilikuwa na harufu nzuri sana. Yani ilisafiri kutoka Somalia. Bravo kijana wangu. Sasa andaa mawasiliano kwa kuwateka vijana wao wote, kwa sababu wao hawatavuka anga la Sudan. Watafia kwenye ndege, na mimi ndio mbele nitakuwa kiongozi wao popote pale. Na hawajajua nani ambaye anakuwa na watuma. Kwa sasa mimi na wewe tutakuwa viongozi wa Double One, aliongea Sam Dafur, akitikisa mkataba ule ambao ulionyesha kihalali kwamba ulikuwa umeuziwa, na alikuwa ameuziwa kila kitu kinachohusu kampuni ya hili kundi la Double One. Sasa ni Dar es Salaam, Tanzania, ambako simu inazungumzwa, ambapo ni Karifu alikuwa na maneno machache sana mara baada ya kupokea simu. Akawa amesema kwamba nimefika Dar es Salaam salama, nahitaji kuona kwa haraka sana Hadija. Alisema hivyo akizungumza na yule binti. Okay, nipe dakika 10. Alijibu Hadija. Dakika 10 kwa maana unakuja nilipo au unakuja ama nakuja? Yaani hili ni jambo la haraka bwana, alisisitiza Karifu, lakini simu ilikuwa imekatwa. Alikunja sura kuonyesha kwamba hakuwa tayari kwa jeuri ambayo Hadija alikuwa amemonyesha. Dakika 10 kamili zilipita, na Hadija akamtafuta Karifu, akamtumia ujumbe kwamba wakutane makaburini, sehemu ambayo Morin alikuwa amehifadhiwa. Yani Morin alikuwa amezikwa. Jamani, Morin amefariki eti. Basi watu watatu walikuwa wamefika pale kwa pamoja, ambapo alikuwa ni Hadija, Karifu, lakini pia Fani. Wote walitokea katika njia tofauti, na mbele yao walikutana na mtu ambaye alikuwa amewatangulia. Alikuwa ni mzee baba mwenyewe, Inspector Konya.
Konya alikuwa ameinama kwa muda mrefu sana kwenye kaburi la mtoto wake, alikuwa akitafakari namna nyingine ambayo alikuwa anatakiwa kufanya maamuzi. Baada vuguvugu la kuacha kazi lilikuwa linamsokota sana. Basi wote walikuwa kimya kusubiri mkubwa wao amalize kile ambacho alikuwa anakifanya. Na hii ilikuwa inamaanisha kwamba Konya aliwatuliza wote pale kwa sababu walihisi kama yupo katika sala nzito ambayo alikuwa anamwombea mtoto wake. Hadija, hebu nipe habari za matumaini tafadhali, aliongea baada ya kuinuka na kumega hatua mpaka pale kwa Hadija. Ninazo njema, zoezi limefanikiwa. Mwajuma Mkuli yupo na anaishi maisha ya amani sana, alijibu Hadija akijitahidi kutabasamu. Una maana gani unaposema kwamba maisha ya amani? Konya aliuliza. Yupo huko Buza, yupo kwenye kituo kidogo hivi cha kulea watoto yatima. Watoto yatima? Fani Mdakia alipiga hatua hadi karibu na Konya ambaye naye alikuwa karibu na Hadija hivi. Ndiyo, ni mfanyakazi pale. Yeye anacheza na watoto kila asubuhi, anarudi nyumbani kwake saa 6 kamili. Ni eneo ambalo ni mbali kidogo na anapofanyia kazi na hapajulikani anaishi wapi. No, haiwezekani. Haiwezi kuwa hivyo Hadija. Konya alijikuta anachanganyikiwa, akamsogelea Hadija kwa nguvu zote. Hakuchelewa, tayari alishakunja hadi shati la Hadija. Na hii ndio hasira yake Konya siku zote. I'm sorry, nimeshindwa kungamua kabisa. Inaonyesha kwamba anabadilisha muonekano kila kituo. Yaani ni kama benki kuu ya Amerika ambavyo inabadilisha nywila kila wakati. Lengo ni kuto kuguess na wakati mwingine hataki watu wajue kwamba yeye ni nani. Nadhani ndio maana anafanya hivyo, alieleza Hadija. This is not possible. Ulikuwa na muda mzuri sana kufanya haya Hadija. Basi haya, ningebadilisha mission, pengine ningempa mtu mwingine. Mimi nilikupa wewe kwa sababu niliona una uchungu sana na ushawahi kuwa mtu wake wa karibu. Kwa nini umeshindwa? Second chance. No, kwenye huu mpango wa uhalifu ukishapoteza chance ya kwanza ni umepoteza. Jiandae kupoteza na malengo mengine mengi kabisa. Yaani sijui itakuwaje mpaka tutafanikiwa. Huyu mwanamke anajua kila kitu. Na unajua kabisa yupo katika tajiti yangu. Kwa nini umefanya hivyo? Hadija? Konya alikuwa akiongea lakini hakumaliza hata kuzungumza anachotaka. Alisita kama mtu ambaye alikuwa anakigugumiza hivi. Alikaza meno mpaka misuli ya kichwa ilikuwa imemtoka. Hatua nyingine ilikuwa imefuata na akajikuta anashindwa hata sehemu ya kushikilia. Basi mdogo alianguka chini na hatimaye alipoteza fahamu. Alikuwa na hasira sana Konya. Si Hadija, si Fani wala Harifu ambaye alikuwa mbali na tukio hili. Wote watatu walishuhudia kishindo cha Konya akianguka chini. Kwa pamoja kila mtu akitokea upande wake walijikuta wanatamani kumsaidia inspector. Na kweli walienda pale na kumzunguka wakijaribu kuangalia nini kimempata ama ni vipi wataweza kumsaidia. Sasa tunaonyesha sehemu moja ambayo ni sehemu ya siri ambapo hapo upepo ilikuwa ni moja kati ya nukuu muhimu sana katika maisha ya binadamu. Haya ni maneno ya mwandishi. Anasema kila binadamu hutegemea upepo kwa kiasi chake. Si kiumbe hai tu, kuna muda hata visivyo hai. Mwanamke mmoja mwenye umbo lake alikuwa eneo moja ambalo halikutambuliwa jina mpaka muda huu. Alikuwa anaanza kuishi maisha ambayo alikuwa ameyazoea ndani ya siku 7 tu. Wakati upepo ukiendelea kumpiga kisawasawa, mwanaume mwenye suti ya udongo alikaribia kwa nyuma na kisha alimshika bega. Mke wangu, aliita na kusubiri mwanamke aliyekaa kando ya bahari ili aweze kugeuka. Aligeuka bila kuitika. Alikuwa ni Umu. Sahiri, usidhani kama nitakuwa nimepoteza akili zangu, najielewa sana na huwezi kunichanganya hata kidogo, alijibu Umu ambaye kwa sasa alijulikana kwa jina lingine kabisa. Mpango ni ule ule Shaira. Yaani hata mimi pia ni mateka kama wewe. Ni lazima tufanye yale ambayo tumepaswa. Tunafuatiliwa kila sehemu, aliongea Sahiri kwa lugha ya upole sana. Hakuchukua muda na yeye akawa amekaa pale. Kazi ya miezi 3 tu tumepewa kila hitaji. Nyumba moja kubwa, kila kitu. Lazima tukaanzisha kile ambacho wametuambia. Mr. X ni mtu hatari sana kama nilivyomfahamu. Tukumbuke tu kwamba wote tupo katika target moja na tusifanye makosa. Sahiri aliongea kwa masikitiko sana. Alionyesha jinsi gani ambavyo alipokea kazi hiyo kwa kulazimishwa, japokuwa alifurahia sana kuwekwa kundi moja na mtoto mzuri Shaira ambaye sisi tunamfahamu kwa jina la Umu. Sasa tunakuja kuonyeshwa Ikulu ambako maisha ya kuchaguliwa kuwa waziri mkuu yalikuwa mazuri sana, tena kuziba pengo la mtu muhimu kama Mzee Ali Mustafa. Bwana Ramsey huyu alikuwa ni mmoja kati ya viongozi mashuhuri na maarufu sana ndani ya muda mfupi. Na hii ilitokana na kila mtu kuongelea uwezo wake mdogo katika siasa, na wengi walikuwa wakisema kwamba hataweza. Walikuwa wakimpa muda tu ili kumfuatilia na hatimaye wakamtupia mbali huko. Basi leo alikuwa anapata moja moto moja baridi katika baa moja kubwa sana ambao huwa inahusisha watu wazito tu na tena wenye umri mdogo kama yeye. Basi alimimina kinywaji katika glasi ya pili ya pombe na kisha akasindikiza na sigara nzito.
Alipumua kwa ustaarabu hali ya juu sana akimwangalia mwanaume ambaye alikuwa mtulivu mezani kwake bila kunywa kitu chochote. Alichokuagiza ni hicho tu au nianze kusajili private organization, si ndio? Aliongea baada ya kufaidi sasa ile sigara yake. Ndio mkuu, aliitikia yule jamaa na akaendelea kukaa kimya. Ramsey alitikisa kichwa na kichwa kile alikivuta huku na huku, kisha akavuta sigara yake tena. Alipuliza moshi taratibu na kisha akarudi kwenye uso yule jamaa. Anaweza kuhisi kwamba ana mpango gani labda? Aliuliza kijana, na alikuwa mbaki kimya kijana yule bila kujibu. Ametumia nguvu kuniweka hapa, lakini hawezi kunipelekesha kabisa katika harakati zangu, aliongea na kukaza maneno. Akaendelea tena akasema kwamba, hebu sikia, mpe jibu, mwambie hivi itawezekana, ila sio kirahisi namna hii. Alijibu hivyo na kisha alitulia tena. Alivuta pumzi nyingine na kumimina upya pombe na kisha akaituliza mezani. Futa hayo, nenda kamwambie kwamba nitafanya, alijibu tena mara baada ya kuwa anajifikiria. Ni kwamba alikuwa anafikiri kwamba kuna jibu anatakiwa kulipeleka mahali, lakini alikuwa hajui jibu lipi ni sahihi kulipeleka. Basi alinua glasi yake na kuimalizia pombe yote, akanyanyua koti na kisha akaweka begani. Hatua moja tu ilitosha kumgeuza nyuma na kumwangalia kijana ambaye alikuwa amemwacha kwenye meza. Aligeuka na kutoka kabisa katika eneo lile. Sasa ni upande wa pili ambapo mabishano yanaendelea. Kwanza anamwambia kwamba mwenzake, hivi kwa nini nakwambia habari za kuhusu humu lakini hata ushtuki kabisa? Ni wiki 2 sasa. Kwa ulikuwa ndani nifanyaje? Nilie au niende South Africa huko nikamokoe? Kwani amekuwa yani wewe vipi? Mbona mkaa kama bwege hivi ndugu yangu? Unajua wewe. Basi alikuwa huyu wa pili anaongea akiwa amemsogelea ukutani na kumkunja kabisa, akaambia serious. Alihema kwa kasi kama upepo wa kimbunga hivi. Yani alikuwa amekasirika kweli. Hii ni issue yako bro, jue. Sio kila mtu ambaye atakwambia sijui kitu gani uanze kuchukulia serious. No, hapana Khalifu. Jamani, aliwahi kuwa mtu wako. Umefanya mengi sana. Kwa nini ujali? Mimi sijawahi kumpenda kiivo fani. Yani sijawahi. Yani labda tu nilimpenda kwa sababu ambayo hata Mungu anaishangaa inawezekanaje jambazi ampende mtoto wa star. Hebu kelele wewe. Kelele na wewe. Ikapigwa kofi. Ni Khalifu ambaye alishikilia shavu baada ya kuwa amechakazwa kofi moja takatifu. Alirudisha uso akiwa na hasira sana bila kutaraji, na yeye akarudisha la kwake, na hii ilionekana mpaka kwa Konya ambaye alikuwa ameongozana na Hadija. Kilikuwa ni kitendo cha kushangaza sana kwa watoto wa inspector polisi kama Konya eti kupigana tena wakiwa hospitali. Ilikuwa ni siku ambayo Konya alikuwa ameruhusiwa baada ya kukaa siku 7 hospitali tangu siku ile ambapo alianguka akiwa kule makaburini akifanya dua kwa ajili ya mtoto wake. Mzozo ulianza baada ya Fani kuwa na chuki na wivu dhidi ya Khalifu, kwa maana alikuwa amemchokoza mara kadhaa kumwambia kwamba umetekwa na watu ambao hawajulikani huko South Africa, lakini Khalifu hakuonyesha kujali chochote kile wala hata kushtuka. Na hiki ndio ambacho kiliibua hasira ya Fani. Alijikuta anamtandika kofi la moto Khalifu, lakini na yeye alipokea la kwake la moto zaidi. Lakini tukio ambalo lilionekana mbele macho ya Konya na Hadija ni lile la Khalifu kumpiga Fani. Na hii ilimnyong'onyesha sana Konya. Alijua kwamba yupo hapo, lakini vijana hawa ni dhaifu sana na wameshashindwa kutunza hasira zao, wakati yeye ndo ambaye tegemezi lao. Na inapotokea jambo ambalo linamhusisha mtu zaidi ya mmoja atawategemea wao. Sasa kwa nini mpaka wameanza kupigana makofi? Basi Khalifu alishahisi kuonekana kwake kumpiga Fani na akajua kwamba atahisiwa moja kwa moja kwamba yeye ndo sababu na hana mapenzi kwa mwenzake. Basi aliamua kusimama kwa sekunde akamwangalia Konya ambaye hali yake ilikuwa imetoka kutengamaa siku moja tu, na hili ilikuwa ni kutokana na kuanguka kule makaburini siku ile. Basi Khalifu alirudisha kichwa akamwangalia na Fani na kisha akaondoka kabisa nje ya hospitali hiyo na kuonyesha utovu wa nidhamu kwa Inspector Konya. Ni Hadija pekee ambaye alinyanyua mguu wake na kumkimbilia Khalifu mpaka nje, na huko alimuita kwa sauti ya utani kama ambavyo amezoea kumuita. Hey, don't leave baby. Rifu, don't. Hadija alikuwa ni mtu utani sana. Hajui wakati wa kuwa makini, hajui wakati muda wote analeta mambo ya utani. Tunaka huyu kukukisi hata katikati ya vita huyu. Basi tunaacha pale. Tunakuja upande wa pili ambako tunaona sasa huyu bwana Sahiri pamoja na Bishaira. Kumbuka huyu Shaira jamani ni Umu, na huku wanaitwa jina lingine huku South Africa. Sasa hawa waliongozana wote kwa pamoja hadi katika ofisi moja ya serikali. Shaira alibaki nje na Sahiri alisogea ndani ya ofisi. Basi baada ya dakika 7 alirudi huku akitabasamu. Hebu tuende mke wangu, alisema baada ya kutoka nje na kujaribu kumshika Shaira, lakini safari hii alizuiliwa. Hili ni onyo la mwisho. Usithubutu kuniita mke wako. Alikuwa mkali sana binti huyu. Basi kijana alimwangalia tu na binti alikuwa imekunja mpaka sura. Okay, nimekuelewa bwana. Japokuwa inatupasa kuigiza ili tendo lazima tuwe mke na mume, lakini
Ni aina gani ya leseni ambayo umepata wewe? Ilibidi sasa Shaira abadilishe mada. Hakutaka kabisa mchezo ambao ulikuwa umeanza kuchezwa. Ni kuhusu kila kitu kuhusu masuala ya dini. Ni ruhusa tu ya kupata jengo la kuanzisha mafunzo ya watoto wa Kiislamu, sehemu ya kujenga msikiti na kila kitu. Leseni ina namba 721, namba tata za kesi ya Maalum Bashasha. Maalum Bashasha? Aliuliza Shairi, na ilikuwa ni kwa mshangao sana. Jina hili halikuwa geni katika masikio yake. Ni jina la mtu ambaye amewahi kumfahamu kabla. Ni Maalum Bashasha. Huyu ni miongoni mwa watu wakali, hatari sana, ni matata sana. Anafanya kazi yake kwa udadisi mkubwa sana. Kwa hiyo wao wanamfananisha kama bondia katika michezo yake 30 ya ushindani. Anaweza kupoteza moja tu au akatoa sare. Hakuna kesi ambayo amewahi kuivalia njuga asishinde. Alifafanua Shairi akijaribu kumsogeza Shaira karibu na kule ambako amepaki gari. Akili ya Shaira, yani ilikuwa inampeleka mbali sana, hasa kipindi kile ambacho alikutana ana kwa ana na kina Konya. Walikuwa wanamuongelea sana mtu ambaye anaenda kwa jina la Maalum Bashasha, na ilisemekana kwamba amekufa kwenye pambano lake na Fani huko gerezani Keko. Sasa leo nasikia tena habari za Maalum Bashasha. Hii ni nini? Utaelewa polepole Shaira, una haja haraka. Aliendelea kuongea Shairi, na sasa walikuwa tayari wako ndani ya gari yao nyekundu. Na hii ilikuwa ni baada ya binti kuonekana akiwa na mawazo sana mpaka kijana akanota. Sasa tunaenda wapi? Aliuliza, na macho yake yalikuwa mbele kioo. Tunaenda pembeni kidogo tukapata chochote kitu angalau hata turudishe uhalisia wetu wa bara. Alafu tunakutana na waziri mkuu leo. Waziri mkuu? Mheshimiwa Ramsey. Huyu ndio ambaye ametupatia michoro yote ya wapi site itakuwepo na jinsi ya kupata watoto wadogo kwa ajili ya kuolewa, kwa kufundisha dini. I think wengi wao watakuwa wa kutoka katika familia za kimaskini au yatima kabisa, alifafanua. Mpaka waziri mkuu? Ndio. Utakutana na wengi sana, lakini usishangae mpaka ukantia aibu, sawa? Shairi alimjua kwamba huyu mwanamke huyu ni lakini alikuwa mbadilishwa jina na kuwa Shaira, lakini hakuwahi kuambiwa kama alikuwa ni mtoto wa waziri mkuu, na ndio lengo lao haswa, kwa sababu walikuwa wamemteka na kumpa kazi ambayo ingewafaidisha wao kirahisi zaidi. Kwa hivyo ilikuwa lazima wamchukue mtu ambaye wanajua uelewa wake labda utakuepo ama atawapa manufaa. Basi kazi ambayo ilikuwa ni watu hao wawili walitumwa ni ile ya kuhakikisha kwamba wanafungua kituo kikubwa kinachohusu malezi kutoka kwa vijana wadogo wa Kiislamu ambao wamekosa makazi au wameshikwa na maadili mabovu ya kitaa. By the way, tuna kazi moja tu ya kufanya, kukutana na waziri mkuu na mengine yatajiseti hapo. Alipewa maelezo tena. Maelezo haya alimrudisha Shaira katika hali ya kawaida. Alimsahau Bashasha sasa na kukumbuka ile ahadi ambao alikuwa ameambiwa na watu ambao walikuwa wamemtuma. Alikumbuka aliambiwa kwamba hivi, usijifanye mjuaji kwenye hii kazi. Sisi tunakufuatilia. Na kwa maana hii kila utakachokifanya kitahatarisha maisha yako wewe na watu unaowapenda. Ifanye kama ambavyo utakuwa umeelekezwa. Na hivyo ndivyo ambavyo utakuwa huru. Hiki ndicho ambacho kilikuwa kinamsokota kweli yani Shaira. Kwa hivyo alitakiwa kuwa mpole. Sasa ni upande wa pili ambapo tunaona uso wa mashaka ambao ulikuwa umemvaa mwanadada huyo anaitwa Mwajuma. Alikuwa hajiamini hata kidogo. Kila hatua moja aliyomega alikuwa inamkumbusha kwamba alikuwa anatafutwa kila sehemu. Mambo ya ajabu ambayo alishafanya alikuwa ndio anafanya ishi kwa mashaka sana. Na hakuna sababu ya kwa nini aliendelea kubaki Dar es Salaam. Hatua mbili nyuma kulikuwa na mguu mwingine mwanamke kama yeye. Alikuwa anamvizia kila hatua Mwajuma. Alienda naye sambamba kila sehemu, akiingia huku na alifanya hivyo, akitoka huku na alifuata. Na sasa kuna viumbe vya siri ambavyo aliingia na kutoka na muonekano tofauti kabisa, lakini Hadija alimsubiri mlangoni. Alipotoka kala naye sahani moja. Wakati huo Mwajuma anajua kwamba yuko salama, lakini Hadija yupo naye. Basi fuatilia ya Hadija kwa Mwajuma iliendelea hadi katika mtaa mmoja ambao umejificha sana. Kulikuwa na nyumba chakavu ambayo haikuhisiwa kuwa na mtu ambaye anaishi. Mwajuma aliingia, akaangalia huku na huku kama kuna mtu ambaye anamfuatilia kuona chochote, na hii ni kutokana na umahiri wa Hadija katika namna ya kujificha. Basi kama kawaida ya Hadija aliendelea kumsubiri Mwajuma nje ya nyumba hiyo hadi pale ambapo atatoka ili aongozane naye tena huko anakwenda. Kwa sababu sehemu ambayo alikuwa amefikia ilikuwa ni nzuri kwa upande wake kwa ajili ya kumkaba au kumfanya chochote ambacho atapenda, lakini alikuwa na utulivu tu wa kumsubiri. Basi Mwajuma alitumia robo saa akiwa kule ndani. Hadija alikaa kwa nje akiendelea kumvutia kasi ili tu ambane pinde atakapotoka. Muda ambapo ulitimia ni kweli alitoka. Macho ya Hadija yalikutana moja kwa moja na mwanamke mwingine kabisa tofauti na Mwajuma. Yaani kwa jinsi alivyokuwa anaonekana mwanamke huyo alikuwa yupo rafu sana. Alikuwa na ngozi ya kuchakaa, mnene haswa. Yaani maeneo tumboni hapa, yaani
alikuwa na nywele zilizopitiliza, si nzuri kama zile za Mwajuma, no, alikuwa ni kichaa, yani mwenda wazimu kabisa. Na huyu alikuwa ni mwanamke ambaye alitoka ndani ya nyumba ile, alikuwa ni dhahiri kabisa kichaa kabisa. Si huyu kichaa ambaye ni wa kudanganya, no, alikuwa ameshika mfuko mkubwa wa rambo ambao ni nadra sana kuonekana kwenye mitaa yote ile. Na hii ilikuwa ni mara baada ya kwamba serikali ilipiga marufuku kuwa na mifuko hii majumbani. Alikuwa anatembea mwendo polepole akisogea pale ambapo alikuwa amesimama Hadija. Hadija alibaki ameduaa, asijue ni kipi anatakiwa kufanya. Akili yake ilikuwa ifanyi kazi kabisa. Alishindwa kujua kwamba Mwajuma ni bado yuko ndani au alitoka nje to yeye. Basi alisimama kama roboti hadi pale alipokutwa na kichaa. "Toka!" aliongea kwa sauti ya kitetemeshi kidogo. Jicho lilikuwa kubwa mno mbele ya Hadija ambaye alikuwa ni kwenye bumbuazi kabisa. "Taka boko?" aliuliza tena, akimuuliza kama alikuwa anahitaji viboko. Sasa aliuliza na uso mzima ulikuwa na masizi, yani hakutamanika kuangaliwa zaidi ya mara moja. Ni tukio ambalo lilikuwa la ghafla sana. Hadija alikuwa macho kupima kabisa bila kusema lolote. Picha ambayo ilishuhudia mbele yake ilikuwa ni ya kushangaza sana, hakutaraji hata kidogo. Akiwa bado katika mshangao, alihisi kitu kikali kikipita kwenye ubavu wake wa kushoto. Macho alimtoka tena Hadija, akaja kugundua kwamba ameshacharazwa kiboko na yule mwanamke ambaye alikuwa ni kichaa. Aliponyanyua uso wake kutazama tena, ya pili ilisikika na ilikuwa ni upande ule ule. Safari hii hata yale maneno yule mwanamke kichaa hakuyasikia tena. Maumivu yalishamkamata katika ubavu wake. Alijaribu kumzuia lakini ilishindwa kabisa. Akachapwa kingine upande wa mgongo na ilikuwa ni mjeredi wa hali ya nguvu sana. Basi yule mwanamke kichaa alikuwa ameshikilia fimbo ndefu sana ambayo ilikuwa inanesa hivi, ambayo ilikuwa na ladha kama ya mjeredi. Ilikuwa inanesa kila baada ya kutikiswa kwa juu na kushuka katika mwili wa Hadija. Ukomando wote ulimwisha Hadija. Ni tukio ambalo hakuwa amejiandaa nalo kabisa. Alijikuta sasa anakimbilia kwenye lile jumba ambalo yule mwanamke kichaa alikuwa ametoka. Na hapo wakagawana njia. Yule mwanamke alikimbilia upande wa kutokea sehemu hiyo na Hadija alifanikiwa kujificha kwenye lile jumba la yule kichaa. Basi hili lilikuwa ni jumba ambalo aliingia Mwajuma kwa mara ya mwisho kabla hajatoka huyu dada ambaye sasa tunamuona ni kichaa. Dakika 2 zilitosha kabisa kuhema na kuvuta pumzi afadhali. Yani mkosi ulikuwa juu yake leo na ilikuwa ni muda wa usiku, ulishakuwa umetamalaki. Basi giza lilianza kukua kila kona ya chumba na hakuna mwanga. Chumba kilikuwa kinaonekana kama ni kichafu, kama hakuna mtu ambaye anaishi na anaishi ni tayari ameshachanganyikiwa. Mpangilio wa vitu ulikuwa mbovu sana. Uweze kudhania kama ndani humo kuna kiumbe hai kinaishi. Harufu ilikuwa ni chafu, tando baibui kila kona, mabaka ukutani, mipafuko mikubwa ambayo ilikuwepo kwenye nyumba na ikasababisha hii nyumba ukiitazama tu unahisi kwamba ina baada ya siku kadhaa tu itadondoka. Mwajuma. Hadija alitafakari sana. Alitafakari lakini baadaye akaanza kuita neno Mwajuma. Mwajuma aliita mara baada ya kuwa amemalizana na yule kichaa kichwani kwake. Hakuwa na lengo la kumuumiza Mwajuma. Yeye alitamani tu aongee ili ajibu maswali yake, kwa nini alisababisha mauaji ya yule mtoto wa Konya na nani mbali mtuma? Basi kama akitaka shari basi ni yeye ndo ambaye atakuwa anataka shari. Aliendelea kumuita tena ili kusubiri kujibiwa na sauti yake yeye mwenyewe, lakini kulionekana kama mle ndani hakuna mtu. Alipotulia kwa makini alisikia sauti kama ya nyuki hivi ikitokea chini ya pembezoni mwa ukuta. Alisogea mpaka katika eneo lile na akaweka sikio lake. Moyo wake ulipigwa hasa baada ya kuona kwamba kuna viashiria vya sauti hiyo kwamba huenda ni bomu la kutegwa. Mapigo ya moyo yalimuongezeka. Kwa kuwa alikuwa ni mtu wa kuhakikisha kila jambo, aliamua kusogea na kusikiliza kwa mara ya pili. Alishawahi kuwa gaidi na anafahamu vizuri kabisa sauti ya mabomu ambayo huwa inategwa na kupachikwa katikati ya ukuta. Aliposikiliza kwa mara ya pili, akaja kuthibitisha kuwa hakukuwa na bomu, bali ilikuwa ni kifaa ambacho kilikuwa kinaonekana kinaendeshwa na umeme au battery, yani ni mashine. Basi alisikiliza tena kwa mara nyingine ili angamue ni kitu gani hicho ambacho kinaweza kutumia umeme, na kwa jinsi hali ya humo ndani ambavyo ilikuwa hakukuwa na dalili yoyote ya kupatikana kifaa kama hicho. Basi katika hali ya kuendelea kujiuliza, Hadija alijikuta anaanza kuchunguza zaidi sehemu ambayo ilikuwepo. Alituliza hisia na kutulia kama mambo ambavyo anasubiri kichwa cha adui yake. Baada ya sekunde kadhaa kupita, alihisi kama kuna chumba kingine ambacho kipo ndani ya nyumba hiyo. Hadija alipekua huku na kule na pembeni mwa ukuta alikutana na kabati moja hivi na bati ambalo lilikuwa ni chakavu sana. Basi aligonga gonga na alikatoa mlio wa bati, bati kama bati, kabati kama kabati, lakini haikuwa hivyo. Ilitakiwa iwe ni bati lisikike, lakini ulisikika mlio mwingine kabisa.
likawa limeshikiliwa na ukuta, lakini mlio ambao ulitoka pale ulikuwa ni kusikika tu kama bati limening'inizwa hivi kwa juu ya msumali ama ni nyuma yake, lakini ilikuwa inaonyesha kama nyuma kuna ukuta. Akasimuka kidogo, hakuelewa kabisa namna ambavyo lile eneo limekaa. Basi akashtuka kidogo na baadaye akalishika likaanguka kama alijua kwamba kweli litaanguka. Basi bwana, mbele ya Dija kulikuwa na choo. Kilikuwa choo kichafu mno. Kulikuwa kuna nzi, mende, kinyesi. Yaani sijui nielezee vipi, lakini kulikuwa kuna choo ambacho kilikuwa ni kichafu sana. Lakini hii hali yeye hakuogopa, alishaizoea. Ilimkumbusha nyakati akiwa anasafisha vyoo jela. Basi alitabasamu tu, akatulia kwa makini, akaangalia kama kutakuwa na kitu cha ziada, lakini hakikuwepo. Aliangalia kila sehemu, lakini hakuna ambacho aliambulia. Kichwani kwake alikuwa anamchora yule dada kichaa ambaye alitoka mle ndani. Yaani alikuwa anamuunda upya akilini. Kama yule sio kichaa, ni mzima kabisa, na ndo huyo mwanamke ambaye anamtambua kwa jina la Mwajuma. Basi alipovuta pumzi kuhakikisha kwamba hakuna chochote kile, arudi tena ndani ya choo hicho. Akarudi kusikiza ile sauti ambayo ilikuwa inasikika ukutani. Alianza kuifuata mdogo mdogo ili ajue kwamba ilikuwa inatokea sehemu gani. Alijikuta anaifuata hadi kule chooni. Akaingia tena na kutuliza akili. Something is wrong. Alijisemea mwenyewe akihisi kwamba kuna tatizo mahali. Aliongea na kisha akalamba mdomo wake, na hii ilikuwa ni baada ya kuona kitu ambacho kilikuwa tofauti sana karibu na sinki. Alisogea taratibu na bila kujali harufu kali ambayo ilikuwa inatoka pale, alikutana na mstari ambao ulikuwa unaashiria kwamba sehemu hiyo ilikuwa inafunuka. Basi aliufuatilia mstari huo hadi upande wa nyuma kabisa choo na kukutana na kamba ambayo ilikuwa ni chakavu. Ikabidi acheke. Alicheka na kunyanyua uso. Akaingiza mkono mfukoni na kutoa simu yake aina ya iPhone 6. Akagusa kitufe kimoja na kupata sehemu ya majina. Moja, aliamua kumtafuta mapema sana jina ambalo lilikuwa limeandikwa Harif. Yes darling, na utumie location mdau. Kuna chumba cha siri ambacho kipo chini ya ndaki. Sawa baby, hebu fanya haraka, mimi naogopa jamani. Aliongea kiutani kuelekea kwa huyo Harifu. Basi Hadija na Harifu walikuwa ni kama wana hivi, yani kama ni wapenzi wa muda mfupi, kama marafiki wa muda mrefu. Ndio hivyo, lakini Hadija alikuwa karibu sana na Harifu kuliko mtu yoyote yule, na muda mwingi walitumia kwa pamoja mara baada ya Harifu kufika Dar es Salaam. Na kazi ambayo sasa alikuwa akifanya Hadija ni kutoka kwa Inspector Konya. Sasa alikuwa ameagizwa mkamate Mwajuma akiwa hai au amekufa. Naye akaona itakuwa rahisi sana kama kazi hiyo atafanya akiwa na Harifu. Lakini Harifu alikuwa ameingia kwenye mzozo na Fani leo hii kutokana na kutokujihusisha na swala la mpenzi wake wa zamani ambaye inasemekana kwamba alikuwa ametekwa. Basi Hadija alipiga simu kwa Harifu ili aje washirikiane katika kuingia kwenye chumba hicho ambacho mimi kwamba kinatumika na mtuhumiwa wao ambaye muda huo amejifanya kichaa na ametokomea sehemu ambayo haijulikani. Sasa tunaacha hapo na tunakuja eneo lingine ambapo linasemekana kwamba hili ni eneo nyeti. Sasa kuna mazungumzo hapa ambapo wa kwanza anasema kwamba samani sana kwa kupotezea muda mkubwa. Tumekuja kupata maelekezo eneo ambalo tunataka kufanya kazi. Ilikuwa ni sauti ya Sahir akiongea maneno ya hekima akiwa mbele ya Mheshimiwa Waziri Mkuu Mheshimiwa Ramsey Mtakwaya. Pembeni yake alikuwepo mwanadada Shaira, yani Umu. Okay, itachukua muda gani Mr. Ramsey ya kujibu swali hilo ambalo aliulizwa, naye akaweka la kwake. Ni takriban miezi 3, alijibu Sahiri. Ramsey alitabasamu na kutazamana na Shaira ambaye muda huu alionyesha kwamba amejawa na hofu sana kukaa meza moja na waziri mkuu. Mbona ni muda mrefu sana hivyo? Muda wote utakuwa unafanya nini? Mtakuwa mnasimamiwa na nani pia? Aliuliza tena waziri, na safari hii alikuwa akiweka jivu kwenye kisahani pale mezani na akainua upya sigara yake. Tuliambiwa tutakuwa chini yako, alijibu Sahiri. Sina hakika. Mimi niko na majukumu mengi sana kitaifa. Lakini pia kuna majukumu ya kimataifa na kuna majukumu yangu binafsi, na nilishamuonya kwamba mimi sitatumika kama punda. Shukrani zangu za kuwa hapa sio malipo ya kunyanyaswa, alijibu kwa hasira. Lakini ndo ambavyo tumeambiwa hivyo mkuu, Sahiri alijibu kwa hofu baada ya kuona Mr. Ramsey anaanza kupandisha hasira zake tena. Akashuhudia na jinsi ambavyo macho yake yalikuwa yakienda moja kwa moja kwa Shaira. Huyu ni mmoja wapo au yupo mwingine au ni vipi yani? Aliuliza Ramsey akiashiria kwamba kama Shaira ni mmoja wao ama ni mtu aina gani. Huyu ni wako wetu bosi, ni ubavu wangu pia, alijibu haraka. Alimjua vizuri waziri kwenye mambo ya starehe na mabinti. Okay, sawa, nitawasimamia, lakini ikiwa mambo yataenda mrama, huyu binti atakuwa mali yangu.
Alimaliza na kuizima sigara yake, na iko ni baada ya kuvuta pafu la mwisho. Na huo ndio ulikuwa mwisho wa maongezi. Hakukuwa na kitu kingine cha kuendelea kuongea. Haya, sasa tunatoka pale na kuja upande wa pili ambapo mambo ni mengi bwana, mambo ni mengi, ubaya ni ubaya. Na wanasema kwamba ubaya wa sanda mara zote haufuniki rangi. Basi sasa ni upande wa Hadija, hali ilikuwa bado ya sintofahamu kutokana na kugundua kwamba kuna chumba kingine ambapo kipo ndani ya choo hicho. Alisimama pale hadi alipofika Karifu baada ya kutumiwa ramani hapo, na yeye alingamua kwamba ni kweli kwenye hicho choo kulikuwa kuna chumba kingine cha siri. Hivi huoni hata kinyaa? Aliuliza Karifu akiweka mikono yake kwenye kiuno. Sasa hilo sio jambo la kuniuliza jamani, isitoshe mimi na wewe wote tuna damu moja. Aliongea na akatabasamu kwa Karifu. Unahisi kwa nini mimi nafanya damu zetu hivi? Aliuliza swali lingine. Ni kwa sababu mimi na huyu ambaye mnamuita Humu pia damu zetu ziendani. Kwa sababu unampenda Fani, si ndio? Alibadili sura Karifu. Alionyesha dhahiri kwamba anawatafuta wabaya wake kwa kuwahesabu. He's such a good boy, hajawahi kuniangusha hata kidogo. Ila nikaja kujua nacheza madudu tu. Ndio ukatokea mwanaume wangu. Aliongea Hadija bado alikuwa anatabasamu. Yaani anaulizwa kwamba ni kweli Fani nilikuwa nampenda, lakini ndio hivyo, sio vitu vyangu. Wala hanitaki, ndio maana nikawa na wewe. Karifu akasikiliza akamwambia, lakini it's too late, mimi sina ganzi ya mapenzi hata kidogo. Mikono yangu hii kuna kitu tu ambacho nimemiss. Ni damu au? Alishtuka kidogo Hadija. Bado alikuwa katika choo. Sijui kama ni damu au ni kisasi. Nadhani ni kisasi cha usaliti. Kwani bado unampenda Humu? Karifu hakujibu swali hilo, alimwangalia Hadija na kusogea pale alipo hadi kwenye ile alama ambayo ilionekana kwamba sakafu ilikuwa inatakiwa kufunguka kwa chini. Basi akashika kamba ambayo ilikuwa inaelekea juu na akaivuta. Kile choo kichafu kikateguka upande wa pili wa handaki na kukaa kumeonekana. Arifu ndo alikuwa kwanza kushuka hadi ndani ya handaki hilo, na Hadija alifuatia nyuma yake. Hakika hakuna kitu ambacho hubadilisha maisha kama pesa. Yaani ndani ya handaki hilo kulikuwa na kila harufu ambayo ilikuwa inanukia pesa, na si kuchafu kama ambavyo kulionekana upande juu. Kulikuwa ni kusafi kweli kweli. Kulikuwa na makochi ya maana, kabati kubwa, kitanda kimoja, dressing table ya maana, na hapo ndipo ambapo alipatumia Mwajuma ili kujibadilisha kutoka katika hali ya kawaida hadi kwa kichaa, na kutoka kichaa mpaka kuwa mtu wa kawaida. Inaonekana wanalichoma hizi sindano zinampa uchizi kwa muda, afu anarudia hizi za blue, na lengo ni kupunguza makali, aliongeza Arifu. Alizifahamu kabisa sindano hizo, na zilikuwa zinatumika kwa yule mama ambaye alikuwa ni kwenye ile nyumba ya waziri marehemu Ali Mustafa alipokuwa amemshikilia mtoto wa Konya marehemu Morena. Sasa alikuwa ni kichawa muda, na alikuwa anakuwa chizi kweli kweli baada ya hizo sindano. Mbona duniani kuna mazito? Na vipi asipopata dawa ya kutuliza kwa muda mrefu? Anaweza kuathirika zaidi au akapata ugonjwa wa akili kabisa. Kwa hiyo inampasa tu kubadili dawa kila baada ya masaa 24. Kwa hiyo tukimtafuta na huo ukicha wake kabla hajameza dawa tunaweza kumpata. Tunampata, ila hata sema chochote kile. Dawa huwa inampotezea kumbukumbu. Nakumbuka hii ndio mbinu ambayo ni moja wapo ya Mr. X. Hongera mfuasi bora wa Mr. X. Umetumika kwa miaka mingapi? Alibadili maongezi ya Hadija. Harifu hakuongea kitu. Alimwangalia Hadija na kisha alitikisa kichwa. Ni kuna jambo ambalo alikuwa analitafuta kwa huyu Hadija. Ukiwa kimya mimi waga najipa majibu yangu kwamba bado na damu ya Mr. X, si ndio? Aliuliza tena na mwisho akacheka. Alipomaliza alirudi tena kwenye tabasamu. Basi kimya cha Karifu ndicho ambacho kilimsindikiza Hadija hadi kwenye kifua cha Karifu. Alimshika shati lake akamsogeza zaidi. Mdomo wa Karifu na Hadija ukasogeleana na wakaganda. Iliwachukua dakika 3 kuangaliana, kila mmoja akimvutia kasi mwenzake. Hakuna aliyekumbuka kwamba walikuwa kwenye chumba cha kichaa, na walisahau kabisa kazi ambayo walikuwa wametumwa. Wakaamua kuweka kwanza shida kando. Basi baada ya msano wa poa kupita, Hadija huyo ndo alikuwa kwanza kuondoka kwenye mwili mwenzake. Akamega hatua moja na kugeukia kabisa upande wa pili. Hakumwangalia tena Karifu, kisha alitabasamu huko kwa ambako alikuwa amegeuka. Sasa kilichofuata ilikuwa ni kila mtu kusikiza mapigo yake ya moyo. Si Hadija ambaye alianza vurugu hizi, wala Karifu ambaye aliganda kimwangalia Hadija. Ulihitajika ujasiri wa hali ya juu sana wa Hadija kugeuka tena na kumsogelea Karifu pale ambapo alikuwa amesimama. I'm sorry. Ilikuwa neno la kuomba radhi ambalo lilitoka, na kisha likasugua tena ndimi zake katika papi za Karifu, na alikuwa bado ameganda kijana huyo. Kila mmoja alikuwa anajibu tu kwa mapigo. Yaani kama ushawahi kusikia kuona kwamba hata kupitia televisheni za mbao
za huko mtaani kwenu kuhusu vurugu za Panya Road, basi karibu katika vurugu hii ya mahaba. Hii mechi ambayo iliwakutanisha viungo wawili mahili mno, mafundi kweli kweli, yani wa kuchoma na wa kuchochea burudani. Mmoja ni mfupi wa kimo tu, lakini ni mwanaume wa shoka ambaye amesomeshwa na Mr. X katika madarasa ya ukatili wa mapambano. Mwingine ni jasusi mbobezi ambaye amejisalimisha katika kituo cha polisi baada ya nuksi la kusakwa na mtu aliyerusha bomu la Mbagara na kuua mamilioni kweli kweli. Wewe, Hadija alikuwa ni kilo mno, lakini si za kumshinda Karifu kumnyanyua na kumweka mezani. Katika meza ya Mwajuma ambayo ndio huwa anatumia kujipodoa kutoka kwa kichaa, wao waligeuza ni meza ambayo walikuwa wanataka kuifanyia mambo yao, kufanyia ushenzi wao hapo. Sijui mwenye nyumba akija hapa nini cha kwanza ambacho kitakuwa kimemkasirisha. Basi wote wawili walikuwa na ghadhabu za mapenzi. Kila mmoja alishika mwaka sasa bila kugusa nyama ya mtu. Utamu waliusikia wenyewe, na video labda kama zingevuja tu, kwa kuwa hao wote walikuwa ni wadadisi. Basi shughuli hii ilikuwa ni mbichi sana. Hadija alikuwa ni mwembamba kiumbo, alishika ile eneo ambalo wenyewe wamelibatiza kwa jina la trigger, wengine wanaunganisha na kuita bastola. Ukiita bastola unaeleweka zaidi, ni sehemu zenye nyama nyepesi ambazo zimeunganika na mfupa au fuvu la kiuno. Ukipandisha kwa juu kidogo utakutana na ile sekeseke la Mwanza, kituo cha wapi kule. Sasa usiombe ukashika maeneo hayo alafu bado nyama zako zikawa zina muda mrefu sana tangu zishikwe, tena na mtu mwenye jinsia tofauti. Na Karifu huko ndiko ambako alikuwa ameshikwa. Sijui alifikiria nini kuto kutumia ustaarabu, yani kuomba, maana kila mmoja alikuwa anachanua tungu zake. Hawakuweza hata kutoa vizuri, zaidi sana zikachanika pale. Na hamna ambaye aliomba image. Hii ilikuwa ni ya kirafiki, sijui tuite vipi sijui. Kila mmoja aliendelea kujilalua nguo zake mwenyewe mwilini, na muda mfupi mambo yaliendelea. Karifu alikuwa ni mdogo, alikuwa kitazamana ana kwa ana na Hadija mdogo, na mwishowe unaambiwa machozi tu ilikuwa natoka, sijui ni kwa nini. Sasa baada ya saula muda mfupi kazi kaendelea. Ikawa sasa ni wakati wa Karifu kumuonyesha umaarufu Hadija, amuonyeshe, kwani wewe unajua mimi kule kwetu ambako tumetokea, mimi nimezaliwa Njombe bwana, ni hatari huko, kuna hatari kweli. Basi akafanya vile ambavyo alikuwa anatakiwa kufanya, na binti akawa ameenjoy. Yani hivyo ndio hivyo. Sharifu jamani aliwawakilisha wanaume wote ambao mnanisikiliza hapa ndani. I'm sorry, tuko kwenye mwezi mtukufu, ndio maana sasa bwana unaambiwa ilikuwa ni weka tuweke kati ya majambazi na majasusi hawa, kwa sababu wote kazi zao zinafanana tu, lakini sasa walitaka kuonyeshana unyemela mpaka pale kwenye chumba cha watu. Ilikuwa weka tuweke, njoo juu nije chini hivyo, na ni kitu ambacho walikifanya wakakifurahia. Na ilikuwa ni mapumziko yanakwenda dakika moja tu, na kila baada ya dakika moja ilikuwa kirudi tena kwenye game. Hawakutosheka jamani. Nadhani ni huo ukame wa mwaka mmoja ambao uliwakuta wote wawili. Kabidi sasa wautumie vizuri huu muda ambao wameupata. Wakati ulikuwa rafiki kwao na kila mmoja alikuwa amejiache sana kinjo. Sasa tutoke hapo kwenye uzinzi kwanza, turudi Ikulu ambako ni Dar es Salaam. Sasa hapa kuna maagizo yanatolewa. Mheshimiwa Rais anatoa maagizo kwa Konya, anamwambia kwamba kazi ambayo nimekupa nahisi ndio itanipa mimi dira ya kuendelea kwa madarakani. Pasi na hivyo nitajitia mashaka kweli. Namuogopa kila mtu kwa sasa. Huyo alikuwa ni mkuu wa nchi, Mheshimiwa Rais, ambaye alimwangalia Konya akiwa bado amesimama. Na Konya alikuwa amekaa kwenye kiti. Alikuwa tu yupo na bahasha ya kaki ambayo ilikuwa iko mezani. Unajua bado haujafafanua vizuri Mheshimiwa Rais, kwa nini kazi hiyo siwape vijana waifanye? Si unaona umri wangu? Lakini Inspekta Konya alionyesha kukataa kazi ambayo alikuwa amepewa na Mheshimiwa Rais. Kazi ambayo Rais anasema itamweka katika ramani nzuri katika uongozi. Ila Konya unamkatalia Rais wewe. Basi Rais akamwambia, Mr. Konya, nimekufahamu vizuri sana tokea siku na kupa cheo kikuu katika jeshi la polisi. Nilikubandika cheo kwa tabasamu la kutosha sana. Tabasamu la kweli, na ninaamini kwamba matatizo yangu yote yatakuwa chini yako. Na ninaamini kwamba utashughulika nayo. Matatizo gani Mheshimiwa Rais? Yote nimekuorodheshia kwenye hiyo bahasha. Hakikisha inakuwa ni siri yako na kwangu tu. Si mke wangu wala watoto ambao unapaswa kumwamini. Yaani hata mimi siku nyingine ikitokea kuna mazingira yametokea uelewi, usiniamini tena. Okay, sawa, basi nitaenda kufungua nijue zaidi. Na kwa nini basi umetumia barua ya mkono? Si email ilikuwa ni kitu chepesi zaidi? Okay, sasa hicho ndo ambacho nataka ushughulikie. Mtandao si rafiki sana kwa viongozi. Kuna kosa la kimtandao nilifanya hapo nyuma, na ndo chanzo cha watu kulitumia na kuningoa kwenye hii nafasi.
Ujifanya baya, lakini Mheshimiwa Rais, wananchi wanakuhitaji sana. Konya, sijui nini naongea. Wameniteka kisaikolojia kwa sasa. Nchi siendeshi mimi tena. Hebu ngoja nikupe mkanda kidogo. Alafu uchanganya hayo maelezo ambayo nimekuwekea hapo kwenye bahasha. Baada ya hapo utachanganua nini cha kufanya. Alirudi katika kiti chake sasa na kukaa sawa. Konya aliongeza utulivu aweze kumsikiliza Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa alianza. Akamwambia, wakati wa ujana wangu, na wala mimi sikuwa na dhumuni la kuwa mtawala wa nchi. Nilikuwa mtu wa starehe sana. Na kweli nilifanya starehe kabla sijafungiwa milango na babangu ambaye ndo alikuwa mtu mkubwa kwa muda huo, alikuwa ni mkuu wa majeshi. Nilipojirudi na kuwa mtu safi, mambo yalikuwa yameshabadilika, yalikuwa yameharibika kabisa. Niliwahi kurekodi mambo yangu ya kuwa na picha za utupu. Na nilikuwa nafanya uchafu na mabinti wawili tofauti na wote walikuwa ni wanafunzi. Kwa sasa wapo ngazi za juu kabisa katika serikali. Sasa huu uchafu nilikuwa nafurahi sana kuutazama. Nikapanga kwamba nitaufuta, lakini kufuta si moja kwa moja. Nilipanga kwamba nitaurekodi na kuweka kwenye mtandao wa siri, yani ile inaitwa cloud save system. Huko niliamini kwamba nitakuwa naona peke yangu, yani kama vile ambavyo mtu anakusave ama anasave vitu vyake kwenye Google Drive ama email ili aone mwenyewe. Ndivyo ambavyo mimi nilikuwa nataka kufanya hivyo. Sasa bwana, kumbe kuna wadukuzi na ndio ambao walikuwa wanalinda huu mtandao, na niliposhika tu hii nafasi walikuja na ule mkanda ukiwa yani mubashara kabisa. Na kuanzia hapo wananiamrisha kufanya vitu vingi sana ambavyo si matakwa yangu. Na hofia hata niweka hadharani, na natamani kweli kweli kama ya mambo yangeisha. Sasa fikiria jinsi ambavyo wananchi wananikubali. Fikiria kuhusu familia yangu, mke wangu na watoto wangu. Vipi kuhusu wazazi wangu ambao mpaka leo bado wako hai wanakuja kukutana na hizo habari? Lakini vipi kuhusu hao mabinti ambao nimekwambia pia ni viongozi wako serikalini? Unafikiri itakuwaje? Hii ni hatari sana. Na kitu gani kikubwa ambacho umefanya na kinakupa wasiwasi zaidi? Aliuliza Konya. Ni kuhusu kumwapisha kiongozi ambaye sio. Bwana Ramsey hakushinda uchaguzi. Alipitwa kura nyingi sana na wote wawili, si Ibrahim Hussein wala Leo Skanda. Ila kwa kuwa ni miongoni mwa watu ambao ni wa kwao, walilazimu kwamba nimpitishe, ikabidi nimpitishe. Mheshimiwa Rais aliongea na hakuongeza jambo lingine lolote. Alikuwa na dhahiri kabisa kwamba amefanya makosa. Ndani kulikuwa na kiyoyozi, lakini bado kulikuwa kitoshi. Jasho lilikuwa linamtoka karibu mpaka na utosi. Kona ambayo alikuwa yupo, alikuwa anashindwa namna ya kutoka. Sasa Konya alikuwa akimtazama Mheshimiwa Rais na alimwonea huruma kikweli, kwa sababu alikuwa na kazi ngumu sana katika mkono wake, na bado mazungumzo yake na Rais yaliendelea kumtia ganzi. Kimya cha muda mfupi kilipita na kila mtu alimwangalia mwenzake, na muda huo simu ya Rais ikaita na akaonyesha hofu sana kuipokea. Ndio hawa jamaa, kila muda wakinipigia simu, yani hakuna haja ya sauti nyingine kabisa. Yani wamenitishia kutokubadili namba wala mawasiliano yangu ya awali. Yani wadukuzi wangu wote wameshindwa kazi kabisa. Aliongea kiwa mnyonge mno. Okay, unaweza kupokea wakati mimi nipo? Aliuliza Konya, na alikuwa na shauku ya kudhibitisha kile ambacho kinamtia hofu Konji. Mheshimiwa Rais hakusita, kwa kuwa alishamkabidhi kazi zote Konya. Aliamua kuzogeza simu yake na kuweka kipaza sauti ili Konya naye asikie kile ambacho kinaongeleka. Hello, ilisema sauti ya kike kwa upole kabisa. Kichwani aliwaza sauti aliyepiga simu kama ni wa kike au wa kiume. Huwa inamchanganya kila wakati. Habari Mheshimiwa Rais, tunaomba ututoe loudspeaker. Sauti ya kike ilisikika upande wa pili. Alishagundua kwamba Rais alikuwa ameweka kipaza sauti na haijalishi alikuwa yuko na nani, lakini alitoa amri. Basi Konya alimpa Mheshimiwa Rais ishara ya kutekeleza kile ambacho aliambiwa. Akifunga loudspeaker na kusogeza simu sikioni. Hello, arudi tena sauti yake ile ile ya upole. Lakini safari macho yake yote ilikuwa kwa Konya ambaye alimsogelea ili kudukua kile ambacho alikuwa anaambiwa Rais. Mpango namba 1 umetimia kwa 70%. Kwa sasa kuna mikataba ambayo inahusu binafsishaji wa jengo moja la serikali ambalo litatumika na sisi kwa malengo ya baadaye na faida nchi. Inahitajika sahihi ya kiongozi mmoja wako. Aksaini waziri mkuu itapendeza zaidi. Sauti ile ilisikika, ilikuwa ni kama inatoa maagizo ambayo ni lazima kutekelezwa, sio kubageni. Rais ya kujibu, akashusha simu chini na akakata, kisha akatazamana tena na Konya. Umesikia? Alimuuliza. Ya, wanajitahidi sana kumtetea waziri ili asionekane kwamba ni mmoja wao, alisema Konya, na kisha alitulia, akakumbuka kinywaji chake ambacho kilikuwa wazi muda mrefu sana. Akamimina, akanywa na kisha akamrudia Rais. Umeng'amua vizuri sana. Ndio maana hii kazi nimeona wewe inakufaa. Tena ni 100%.
alizungumza rais. Nahitaji pia maelezo kadhaa ambayo utanipa kwa njia ya mdomo. Na kwa sasa hapa manake mawasiliano yako yote mtandao itakuwa wamesha hack. Alizungumza na alipoa kidogo Konya, akatikisa kichwa chake kuashiria kwamba alikuwa anasikitika kweli kwa nchi yake pendwa. Unataka kunipindua, aliongeza rais. Hapa alimnyanyua rais kwenye kiti, akambeba huku na huko ambako kulikuwa kufikiki. Mwisho alizunguka meza yake akamkaribia mpaka Konya pale alipo. Inspector, ukifanya kazi yako kwa uaminifu mkubwa hadi kuhakikisha naingia tena madarakani, basi jua kabisa kwamba kuna nafasi ya pumziko kwa upande wako. Utakuwa na watu hadi wakukuletea ambacho unakihitaji, alizungumza. Mimi sina hakika na maneno yako Mheshimiwa Rais. Nitafanya tu kazi yangu kadri ambavyo natakiwa kufanya. Na basi wakati anaongea Konya kumaliza simu yake kaita. Alimwangalia Mheshimiwa Rais na alimruhusu kwamba apokee simu ile, na hapo kila mmoja alikaa kimya ili mmoja kila mmoja na imani na mwenzake. Basi Konya alipokea akaitika tu yes. Alitikia simu hiyo ambayo alikuwa amepiga, alimpa maelekezo bila kutaja jina wala sehemu ambayo alikuwa anapiga simu, na kisha akakata. Nani? Rais aliuliza kwa haraka baada ya Konya kushusha simu yake chini na kuonyesha mshangao. Nimeambiwa tu niingie WhatsApp, kuna zawadi ya ushirika nimetumiwa, alijibu akihangaika kuwasha data kwenye simu yake. Hiyo ipo ndani ya mpango wako, mimi ya kwangu imeshaisha, natumaini. What? Konya alikatisha mazungumzo ya rais, badala yake alikuwa amedua kwa kile ambacho alikuwa anakiona kwenye simu yake. Na kwa muda huo alishtuka sana, hata rais naye akuacha sekunde ipite na akajiunga na Konya kutazama kile ambacho Konya alikuwa anakiona kupitia video ambayo alikuwa ametumiwa kwenye simu yake. Kwa upande wa rais hakuelewa chochote kile. Zaidi sana alishangaa tu mikwaji watu wafanye uchafu huo huku video ikawa imetumiwa kwa Konya. Sasa wakati Konya yeye alikuwa anaelewa mkanda mzima, ndio maana si kwamba alikuwa amekuwa surprise sana kama Mheshimiwa Rais. Video ambayo alikuwa ametumiwa Konya ilikuwa inahusu vijana wake wawili mahiri ambao ni tegemeo lake kubwa sana. Ilikuwa ni video ya ngono baina Harith pamoja na Hadija, tena wakifanya kishenzi kweli kweli, wakionyesha kujirekodi kwa kudhamiria kabisa. Konya alishindwa kuvumilia, alijikuta anafumba macho na kubamiza simu yake kwenye meza. Unganisha hasira hizi pamoja na kazi yangu na kuamini sana Inspector, rais alisema. Rais alichukulia kila kitu faida kwa upande wake. Aliziona hasira za Konya hadharani zikijitokeza. Anamfahamu Konya kwa muda mrefu sana na ni mtu wake wa karibu sana, japokuwa si wa kukutana naye moja kwa moja, lakini ni mtu ambaye anamfahamu kweli kweli. Sasa bwana, tutoke pale, mambo yamevuja bwana. Msivanye uzinzi wakati wa mwezi mtukufu jamani, si mnaona? Sasa tunakuja upande wa Fani ambako na yeye alikuwa katika kuumiza kichwa sana juu ya kufanya maamuzi magumu ambayo alikuwa anahitajika kupatikana ndani ya saa moja tu. Sasa alikuwa ndani ya nyumba ya Inspector Konya na mkononi akiwa na barua ndogo tu yenye maneno machache. Barua hii ilikuwa ina anwani, tarehe husika na jina la mtumiaji. Barua yenyewe ilikuwa na maagizo ya kuhitajika kambini. Ni huko nchini Uganda. Ni chini kabisa barua hiyo kulikuwa na muhuri mkubwa wa jeshi katika nchi hiyo. Huu ulikuwa wito rasmi kwa vijana wote ambao walifanikisha kumaliza mafunzo yao nchini Uganda na mwisho wakarudishwa majumbani bila kupewa ajira. Sasa walihitajika kurudi kambini kwa haraka sana. Nchi ilikuwa na wahitaji na barua ilihitajika kujibiwa kwa njia ya email, na siku ya kuripoti ni siku ya pili yake asubuhi. Barua haikuandikwa lolote kuhusiana na watu wenye udhuru, bali ilitaja majina husika ya wanajeshi wote 32 kuripoti kambini. Na sasa ni upande mwingine ambapo tunaona gari moja ambalo lilikuwa ni kubwa hivi, lilikuwa kando ya barabara akitokea upande wa kulia wa kituo cha mabasi cha Buza. Dereva aliendelea kupuliza bangi yake taratibu bila kuwa na wasiwasi wowote ule. Ni kama kuna tukio zito alikuwa analisubiri litokee kwenye macho yake, na kila muda alikuwa anabonyeza kifaa chake cha masikioni ili endelee kupashwa habari juu ya kazi yake. Anakaribia, aliuliza baada ya kupuliza moshi wa bangi na ukasambaa kwenye gari zima. Bado tutakupa ishara, hakikisha inakuwa mbaya kweli na ukifanikiwa kukimbia moja kwa moja tunakuzagia kama ambavyo tumekubaliana. Na mwanangu mnamwacha hai au? Aliuliza yule jamaa. Bila shaka alipewa kazi ya kuumiza. Alishikilia mtoto wake na kulazimishwa kufanya kazi na watu wenye pesa zao. Familia yako itakuwa huru, tutakulinda pia. Sauti ya upande wa pili ilijibu vyema na ilikuwa ni bila mikwaruzo. Jamaa alikata simu na akaendelea kumalizia kilevi chake ambacho alipoona kwamba kichwa sasa kinawaka moto, akazimia hapo na kusubiri ishara ya kufanya jambo ambalo litanusuru uhai wa familia yake, hasa mtoto wake ambaye alikuwa ameshikiliwa kwa dhumuni la yeye kufanya kazi kwa ustadi mkubwa. Sasa huyu ni nani?
na ametumwa na akina nani na anatakiwa kufanya uhalifu kwa nani. Okay, tunaondoka na maswali kama hayo. Pia tufahamu kwa nini imekuaje video ya Khalif pamoja na Khadija pia imevuja, lakini nini itakuwa ni hatima ya mtoto mzuri kule aliko, ambako sasa ili apate kuishi vizuri anatakiwa kufuata masharti, sio ya kuanzisha mkutano kwanza na mpenzi wake huyo ambaye anamuita mume wake, lakini kila kitu ni fake, kila kitu ni mipango. Lakini pia tunaona hali ya mheshimiwa rais yuko madarakani, lakini kumbe urais ule sio kwake, ni watu tu ambao kikundi cha wahuni kinaongoza vile ambavyo kinataka. Huenda hii pia ni reality ya siasa nyingi sana katika mataifa yetu. Mimi sijui, lakini Xavier Luoga ndio ambaye ametuandikia hivyo, na bado kinagaubaga kitaendelea katika sehemu ambayo inafuata. Kwa sasa mimi nikwambia hii ilikuwa ni sehemu ya 8, msikilizaji. Tutakutana katika sehemu ya 9 ambapo tutakuja na majibu ya maswali ambayo tumeondoka nayo katika sehemu hii ya 9. Xavier Luoga ni mwandishi Simulizi Zetu Media na channel ambapo unapata kusikiliza simulizi hii, na nyuma ya mic jina langu naitwa Tutu. Kwaheri kwa sasa.